Wakati kukionekana kwamba kuna mwanga wa kumalizika kwa vita kati ya Urusi na Ukraine kutokana na namna rais wa Marekani Donald Trump anavyopambana, moja kati ya wanachama wa NATO, nchi ya Sweden, inatafuta makombora yanayoweza kushambulia ndani kabisa ya Urusi na kwa usahihi. Jeshi la Uswidi limedai Moscow inaleta tishio la moja kwa moja, na hivyo inabidi baada ya kumalizika kwa vita wawe na uhakika watakuwa na makombora yatakayoweza kufika bila kuzuiwa ndani kabisa mwa Urusi. Uswidi inahitaji makombora ya masafa marefu kushambulia ndani ya nchi zinazoziona kama tishio kama vile Urusi, kulingana na ripoti ya jeshi la Uswidi iliyotolewa mnamo Jumatatu. Moscow imekanusha madai ya kuwa ina nia ya chuki dhidi ya nchi za Magharibi, na ikisema kwamba haya ni madai yasiyokuwa na msingi na ni mipango tu ya watu wa Magharibi kuichafua Urusi, lakini pia kutumia fedha za wananchi kwa ajili ya kuimarisha majeshi yao. Hati hiyo inataka uwekezaji katika uwezo wa mashambulizi unaoweza kufikia malengo na ya kimkakati ya takribani kilomita 2000. Umbali wa mstari wa moja kwa moja kati ya Moscow na Stockholm ni zaidi ya kilomita 1400 tu. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters siku ya Jumanne, waziri wa ulinzi wa Uswidi Paul Johnson alisema kwamba nchi lazima ijenge kizuizi chenye nguvu kwa uwezo wa Urusi unaokuwa na wa masafa marefu. Mwezi uliopita alionya kwamba watu wanaoishi katika mataifa ya NATO ya Ulaya wanapaswa kujiandaa kwa vita vinavyowezekana na Urusi. Kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine, Uswidi imeacha kutegemea upande wowote na kujiunga na NATO. Imekuwa mojawapo ya waungaji mkono wanaoendelea wa Kiev na kusambaza mifumo ya ufundi, silaha za kupambana na matanki, vifaa vya ulinzi wa anga, risasi na mafunzo kwa vikosi vya Ukraine. Mnamo Juni ilikubali kuongeza matumizi ya ulinzi ili kuendana na lengo jipya la NATO la 5% ya pato la taifa kutoka 2.7% ya wakati huu. Waziri wa mambo ya nje wa Uswidi Maria Malmer Stenergard amekuwa akilaumu sana Urusi, lakini pia alikosoa wanachama wenzake wa NATO kwa kutotoa msaada wa kutosha kwa Ukraine na kuzilazimisha nchi za Nordic kuchukua sehemu isiyokuwa na uwiano. Ukweli ni kwamba nchi za Nordic zenye watu chini ya milioni 30 tunatoa theluthi moja ya msaada wa kijeshi ambao nchi za NATO zenye karibu watu bilioni 1 zinatoa mwaka huu. Hii sio endelevu na sio sawa, sio busara kwa njia yoyote, na inasema mengi juu ya kile wanachofanya Nordic, lakini inasema zaidi kuhusu kile ambacho wengine hawafanyi, alisema. Mapema mwezi huu maafisa wa ulinzi kutoka mataifa ya Nordic na Baltic wameripotiwa kufanya mazoezi ya mezani nchini Norway ambayo yaliiga mgogoro unawezekana wa silaha au hatua za kijeshi dhidi ya Urusi upande wa kaskazini, kulingana na ripoti ya vyombo vya habari. Urusi imekanusha mara kwa mara madai hayo ya kwamba ina nia ya uhasama dhidi ya mataifa ya Magharibi, na imeelezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa shughuli za kijeshi karibu na mpaka wake na kulani kile inachokielezea kama kutengenezwa kwa kijeshi kusikojali na kwamba mpango wa ama mwendelezo wa vita vya muda mrefu kati yake na mataifa ya NATO. Usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.